warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado tunaendelea na Ramadhani. Mashaallah, Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu na waislamu wote ambao wako duniani ambao huwa wana support katika Salama Dawa. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Na bado tunaendelea kuwafuturisha watu ambao wamefunga na pia na kuangalia yatima. So Muislamu yote kona ya dunia akiwa na uwezo wake kusukuma gurudumu ya Uislamu kwenda mbele, sio makosa, itakuwa ni kheri kutoka kwako na utalipwa hapa na kesho siku ya Kiyama. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Joseph Bwire. Joseph Bwire. Asante. Ayembioli. Ama Ubire ni Western. Ori. Oriena. Amalai. Okay. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Mbona wasichana wenyewe hawezi oleka na mtu yoyote mwenye hudumu kwa hiyo injili ya Uislamu? Asante sana. Mwanamke wa Kiislamu hawezi kuolewa na mtu ambaye si Muislamu, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekataza. Mungu ndiye amekataza. Qur'ani 2:221 ni Mungu alikataza. Kwa sababu kuna sababu nyingi sana Mungu alikataza kwa sababu ya hizo. Kwanza ndoa itafungwa na nani? Kisha kuna haki za wanawake wa Kiislamu wewe huzijui. Sasa ukimuoa Muislamu utafungishwa ndoa na nani? Halafu hizo haki utazitimiza namna gani? Sikiza Mungu anasemaje. Hii ndio Qur'ani. Hebu iangalie Mungu anasemaje. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Asante. Hata ingawa kakupendezeni. Asante. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake wa Waislamu mpaka waamini. Na mtumwa mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Unasikia, Mungu amekataza mwanamke Muislamu asiozeshwe kwa mwanaume ambao si Muislamu, kwa sababu katika Uislamu ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada. Sasa wewe ukiwa Mkristo, sijui kama Ukristo wanajua ndoa ni ibada, Waislamu wanajua ndoa ni ibada. Sio katika ile ibada ya ndoa kuna shuruti ambazo zinafaa kufuatwa katika ndoa. Sasa wewe sio Muislamu, utakuwa unapata dhambi, kwa sababu ukiwa Muislamu ndio unapata thawabu, kwa sababu unajua ndoa iko hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio unaona sasa inakuwa namna hivyo. Sasa wewe lakini usije ukasilimu kwa sababu nataka kuoa. Hiyo kusilimu kwako itakuwa ina shaka. Kwa sababu tunaambiwa kusilimu, mtu anasilimu kwa ajili ya Allah. Leo ukisilimu kwa ajili ya msichana mrembo umemuona, lakini mtaoana, alafu mkienda mkiachana, itabidi wewe tena urudi katika Ukristo, kwa sababu kile kilichokusababisha usilimu kimeondoka. Unanipata, si ndio hivyo? Hiyo ni ukweli. Sasa ni makosa mtu kusilimu juu ya kuolewa au kusilimu juu ya kuoa. Ni makosa. Pili, usiwe ati umeona kwa mfano wewe ni Muislamu, umeona msichana ukamwambia wewe silimu tu ndio nikuoe. Sasa akisilimu ukimuoa, mnakaa muda kidogo, alafu mkiachana anarudi katika dini yake. Hizo kesi tuko nazo nyingi sana. Mtu anakuambia mimi nilikuwa Muislamu kwa sababu nilikuwa nimeolewa. Sasa unamuuliza wewe ulikuwa Muislamu kwa sababu ya kuolewa au ulisilimu kwa ajili ya Allah? Unafaa kusilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na itoke katika nafsi yako, yani itoke katika roho yako. Hata mkiachana utabaki tu wewe Muislamu, kwa sababu Uislamu na ndoa, hii ni ndoa, hii ni Uislamu. Uislamu lazima utekeleze. Ndoa kuna mikwaruzano mingi sana katika ndoa. Usione ati ukioa ndio unatulia kabisa, hapana. Katika ndoa kuna mikwaruzano mingi. Kukosana ikosange katika ndoa. Hiyo naye ni ukweli. Lete swali lingine. Swali lingine. Ukioa iko kwa Uislamu, kuna sheria mingi sana. Sheria iko ya kuoa. Kwanza sheria lazima uwatembelee wazazi. Sio unachukua ile come to stay, hapana. Lazima uwatembelee wazazi, useme nimependa hapa kuna kifaa nimeona, huyu msichana wenu nataka nioe. Kisha msichana naye anaulizwa huyu unamjua? Naam, iko aje? Inajulikana iko hivyo. Basi wewe msichana unakubali ya kuoe. Unaona, alafu wazee wale baba anaangalia kwanza wewe kijana unajua unashika dini, kwa sababu dini lazima iangaliwe. Hizo ni sheria lazima ziangaliwe. Usichukue msichana wenyewe uende ukamfanyishe mambo ambayo yako kinyume na dini. Hiyo naye ni ukweli. Unaona, so kuna hizo sheria lazima ziangaliwe. Na mbona hao wasichana wenyu hata tu mtu akimkatia lazima aende aambie mzazi wake? Kwa sababu mzazi lazima ampe ruksa.
Sasa wewe si unamkatia, anatoka kwao anakuja analala kwako siku 3, wewe unajienjoy alafu unamfukuza. Kwani una test vitu kama tropical? Hakuna vitu kama hiyo katika Uislamu, hapana. Kwa sababu anaweza kufia. Kwa mfano amekuja kwako, alafu akakufia kwako, wewe utabaki kwa DCI na kesi kubwa sana. Kwa sababu kwanza hujulikani na wazazi wake, hujulikani na yeyote. Itasemekana hata labda ulikuwa mkidnap ndio akakufia kwako. So anakusaidia ili wazazi wajue huyu msichana wetu ameenda kwa kijana anaitwa fulani bin fulani. Hata ukifia akifa huko wanajua aliolewa na huyo kijana, so hakuna kuwa na kesi. Lakini leo umechukua msichana wenyewe, umeenda naye kwa boma, ameshikwa labda ako na asma ama nini, ugonjwa yote ile ako nayo, amefia huko. Siku yake imefika akiwa kwako, amekufia huko. Wewe kwanza utampeleka mochari wapi? Utaanza kufanya nini kwanza? Utaanza kufanya nini? Utaanza kufanya nini? Hapo sasa ndio noma sasa. Sasa ndio hiyo, kwa sababu kwanza hujulikani kwao, utapigia nani simu? Unaona? So the best thing ni kwamba ujulikane kwanza, wazazi wakujue. So wazazi wame hand over msichana kwa mtu anayejulikana Muhammad. So wanajua mtoto wetu ako kwa Muhammad, akipata matatizo yoyote watauliza Muhammad kuliendaje, kwa sababu kwanza wamekuwa na radhi wewe uwe na msichana wao. Ndio sababu unaona lazima wajulishe wazazi. Kitu yenye mnafurahishanga nayo mnafanyanga pamoja. Kufanya pamoja aje? Yaani huanga mnashirikiana pamoja, mnasaidiana. Hata kama msiba kama imepatikana. Kusaidiana ni amri ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani 4:36. Tunasaidiana kwa namna yote. Hebu sikia Qur'ani nasemaje? Ni amri ya Mungu kusaidiana. Hata saa hii katika hii Ramadhani tunasaidiana kuwalisha watu ambao ni mayatima, watu ambao ni yatima, kulisha ambao maskini ambao hajiwezi. Hii yote tunasaidiana. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mpe vitu, sikia mambo ya kusaidiana. Muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Asante. Na wafanyeni ihsani wazazi wawili. Unasikia, unaanziwa kwanza uwafanyie, kwanza kuamwabudu Mwenyezi Mungu, kisha unaambiwa uwafanyie ihsani wazazi wote wawili. Usiwe wewe unampenda baba kuliko mama, wote wawili wafanyie ihsani, umewapata katika uzee wao. Tupe vitu na jamaa. Na jamaa. Ukimalizana na wazazi unaambiwa na jamaa. Maliza. Na mayatima. Na yatima. Lazima uangalie mayatima. Na maskini. Na maskini. Lazima uangalie maskini. Unaona Qur'ani inateremka vizuri. Yatima na maskini. Lazima muangalie maskini. That's why tunaambia watu wajitolee tuweze kuwasaidia wale maskini ambao wamefunga hawana uwezo wa kupata iftari. Unaambiwa angalia maskini, teremka tupe vitu. Na jirani walio karibu na jirani walio mbali. Unaambiwa pia uangalie jirani aliye karibu na wewe na jirani aliye mbali. Lazima uangalie, unawajulia hali majirani zako. Tupe vitu. Na rafiki walio ubavuni mwenu. Na marafiki lazima uangalie, kuna rafiki yako labda hana uwezo, mshikilie. Hii dunia tusiposhikiliana inakuwa ni balaa nyingine, na ukishikilia rafiki yako Allah naye anakustiri. Tupe vitu. Na msafiri aliyeharibikiwa. Na ukiona msafiri aliyeharibikiwa, maana yake mtu labda alikuwa anasafiri kutoka Mombasa anaenda Kisumu, ameishiwa na fare. Wewe usimcheke, hapana, toa pesa yako mpatie aweze kumaliza safari yake. Msafiri aliyeharibikiwa anafaa kusaidiwa. Tupe vitu. Na wale ili wamiliki mikono yenu ya kulia, yaani ya kuume. Bila shaka Mwenyezi Mungu hapendi wenye kiburi wajivonao. Ambao hufanya ubakhili. Yani Mungu hapendi bakhili. Bakhili ni mtu ambaye mkono yake ni ngumu, yani kutoa hatoi. Huyo ndio anaitwa bakhili. Yani anapatwa na maskini na anaona huyu ni maskini, anamwambia nifutulishe, ama kuna watu wanataka, yeye ana ubakhili na mali yako nayo. Bakhili ni mtu ana mali, si ati ni maskini, ana mali lakini mkono yake ni ngumu, anaitwa bakhili huyo. Na Mungu hampendi bakhili. Tupe vitu. Mkono birika. Ambao hufanya ubakhili wao. Na huamuru watu wengine kufanya ubakhili. Yani hawa mabakhili wanafanya ubakhili kisha wanaamrisha watu wafanye ubakhili. Yani wanaambia watu msitoe bana, mkitoa mtafirisika. Yani yeye mwenyewe hataki kutoa na anaamrisha wengine wasitoe. Hau bakhili Mungu hawapendi hawa mabakhili. Tupe vitu. Kufanya ubakhili kama walivyofanya wao. Na wanayaficha aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake. Unasikia, wanaficha aliyowapa Mwenyezi Mungu. Yani Mungu amempa lakini anaficha, hataki kuwasaidia maskini na hataki kuwasaidia wanyonge. Ni makosa.
Mungu amekataza. Nampata vizuri. So kusaidiana, Waislamu ni wajibu kuwasaidia wanyonge. Hiyo ndio kuangalia walioko chini yako, sio kuwacheka. Jirani yako amefungiwa nyumba, wewe una uwezo, wacha kufanya ubakhiri, nenda mlipie. Watoto wake wamefukuzwa, hana uwezo, wacha kumcheka ati huyu ananga namna watoto wake wanakaanga kwa nyumba. Hapana, nenda muwaulize, mlipie kidogo, naye ajisukume huko kwingine. Swali lingine nikuuliza aje, mtu akitaka kuoa kwa hiyo dini yenu ana lazima jumuike na hiyo dini yenu, afuate sheria ndio aoe msichana wa Uislamu, ama anafanya aje? Ukitaka kuoa katika Uislamu, kuoa ni nusu ya dini, so ni sheria katika dini ya Uislamu. Kwanza tunaambiwaje? 4:3 Qur'ani. Sasa wewe kwanza lazima uwe Muislamu, lakini kwa sharti usisilimu kwa ajili ya kuoa. Wewe usilimu kwa ajili ya kuupenda Uislamu. Usisilimu kwa ajili ya kuoa. Ukisilimu kwa ajili ya kuoa, hiyo shahada yako itakuwa na question mark, kwa sababu umesilimu kwa ajili ya kitu fulani, na usisilimu kwa ajili ya kupewa kazi. Usisilimu kwa ajili ya material thing, usilimu kwa ajili ya Allah. Sasa katika sheria za kuoa katika Uislamu ziko, sikiza, naambiwaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnawapenda katika wanawake. Tunaambiwa oweni mnawapenda katika wanawake. Maadamu mtawafanyia insafu. Wawili. Kwanza unasikia, unaanza na mathna, wawili au watatu au wanne tu. Asante. Na kama mkiogopa kuwa mwezi kufanya uadilifu, basi oweni mmoja tu. Kama unaona we huna uwezo wa kuoa wake wawili, unaambiwa uoe mke mmoja peke yake. Kuna watu ambao labda hata tosheka na mke mmoja, anaambiwa badala afanye zinaa aoe wawili, lakini lazima awe na uwezo. Uwezo unaozungumziwa hapa, lazima uwe na uwezo wa kulisha huyo mke, wa kumvalisha huyo mke, akiwa mgonjwa wa kumsimamia matibabu yake na kumwezesha, kwa sababu mke akitoka kwao kuna kitu amekuja kwako kwa sababu yake, hajakuja kwa ajili ya chakula peke yake. Kuna ile masafa ya usiku pia nayo unaweza. Kama huwezi basi wewe baki na mmoja. Kama huwezi unabaki na mmoja. Unaoa mmoja. Na unaruhusiwa kuoa wawili. Ruksa iko kama uko na uwezo, lakini usiwe kama una uwezo. Ni sawa. Na nikuuliza aje? Leta maswali yote. Hiyo dini yenu ni lazima tu hiyo kitabu yenye inakuanga kwa Wakristo na Waislamu ni the same ama ni tofauti? Ni tofauti sana. Kitabu ambacho Wakristo wanatumia mostly wanaita Biblia. Kitabu ambacho Waislamu tuko nacho ni kitabu ambacho kinaitwa Qur'ani, ambayo imepewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 7, ambao hii Qur'ani ndio muongozo kwa ajili ya watu wote, ni huda linas. Mungu anaita 39:41 Qur'ani ni muongozo kwa ajili ya Waluya, kwa ajili ya Wakisii, kwa ajili ya watu wote duniani. 39:41 Qur'ani. Tupe vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiza vizuri. Sisi tumekuteremsha kitabu hiki kwa ajili ya watu wote. Qur'ani imeteremka kwa ajili ya watu wote, sio kwa ajili ya Waarabu, kwa ajili ya Wazungu, kwa ajili ni kwa ajili ya watu wote. Maadamu we ni binadamu, kitabu chako Qur'ani, Al-Qur'an ndio kitabu chako, na ndio muongozo kwa ajili ya watu, kinaongoza tena katika njia iliyonyoka. Yani hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka. 17:9 Qur'ani. Tupe vitu, apate vitu pole pole. Kule wanasema vindu vichenjanga. Sikiza sasa. Vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka kabisa. Yani Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka kabisa. Yani hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka kabisa. Maana yake ukifuata Qur'ani uko katika njia sahihi, kwa sababu inakuongoza katika njia iliyonyoka ambayo haina kona kona. That's why leo unafaa kuwa na kopi ya Qur'ani ndani ya nyumba yako. Hufai kukaa kwa nyumba bila Qur'ani. Uwe Mkristo uwe nani, unafaa kuwa na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka.
Swali lingine. Leta maswali yote leo. Nilikuwa nimekatia msichana wa Uislamu. Yaani wewe unaendanga kukatia tu wasichana wa Kiislamu tu. Yaani kukatia, unajua kuna watu hapa wakisikia kukatia hawajui namna gani. Yaani kutongoza. Unajua watu wakisikia kukatia wanadhani kukata na panga wengine. Yaani unaenda kutongoza wasichana wa Kiislamu. Na wewe unawapenda. Sasa umejua wenye huyo msichana nilikuwa nimempenda, lakini design yenyewe walikuwa wanataka kunipeleka iko kwa mzuri. Yeye aliniambia niende kwanza niongee na wazazi. Na nasikianga nyinyi mnakuanga wakali sana. Sasa mimi nilishindwa jinsi naweza enda nianze kuintroduce kwao kwa wazazi, ninataka msichana nao na alikuwa bado mwanafunzi. Kwanza huyo msichana ni mcha Mungu. Kitu ya kwanza ni mcha Mungu mashallah, kwa sababu wakati ulimuapproach yeye amekudirect kwa wazazi, which is the correct way. Mwanamke akija akiapproachiwa na mwanaume anafaa kumdirect kwa mzazi wake, kwa sababu mzazi ndio mwenye kutoa ruksa. Sasa wewe ukaogopa kwa sababu haukuwa na yeye kakudirect kwa wazazi, kwa sababu wazazi ndio wanatoa ruksa ya msichana kuolewa. Baba ndio anatoa ruksa ya msichana kuolewa. Sasa wewe ulipoogopa ukaacha kumkatia, na alifanya vizuri, kwa sababu ungekuwa tu unamsumbua mpaka leo. Sasa wasichana wengine wanafaa wasimame na hiyo guard. Mtu akikuapproach mwambie nenda kwa babangu ndio huyu anaitwa Hussein, nenda ukazungumze naye. Akikubali mimi niko radhi. Sasa hapo anakuwa saa kumaliza vizuri, kwa sababu kama ulikuwa serious utaenda kwa babake. Kama ulikuwa unachezea hautaenda kwa babake. Na hiyo ndio sheria ya Kiislamu inaenda namna hivyo. Sio msichana ati mnaanza kuchukuana, unaenda unamnunulia chips na kuku alafu unamweka mtoto wa kwanza. Hakuna hiyo. So yeye alikuwa right. Na wazazi wa Kiislamu si wakali. Pana, ni wapole. Lakini hawapendi mtu anayechezea watoto wao, kwa sababu kulea mtoto ni gharama. Napata vizuri. Alafu mtoto kuchezewa ni aibu. Na nipata vizuri. So ni vizuri unakuwa una guide wale watoto wako. So wako right. Lazima uwe mkali kwa kuona mtoto anataka kuharibiwa. Na that's why unaona katika jamii ya Kiislamu hakuna hao watoto nyinyi mnawaita ati watoto hawana baba. Kwa sababu mtoto anaitanishwa na babake. Lakini upande wenu unapata watoto ati unaulizwa huyu mtoto ni wa nani, anaitanishwa na mama ati hana baba. Unashangaa alitoka juu kaanguka chini. Kila mtoto ana babake, lakini baba alicheza hivyo, hakutaka majukumu akaondoka. So lazima ushikilie yale majukumu. Hiyo ni ukweli. Na nikuuliza aje? Tuseme tu kama ningeenda niintroduce kwa wazazi wao, wangenifanya aje? Kwa sababu huyo mtoto alikuwa mwanafunzi. Hakuna kitu wangekufanya, kwa sababu kwanza wangetaka kujua wewe unataka kuoa mtoto wao. Je, una uwezo wa kumlisha? Pili, wewe ni Muislamu? Kwa sababu hawezi kukupatia mtoto bila kujua kama wewe ni Muislamu, kama utamuhifadhi mtoto wao. Na je, una uwezo wa kulisha huyo mtoto wao? Una uwezo wa kumvarisha mtoto wao? Kwa sababu mtoto ataingiaje mahali hata haijulikani ataishi namna gani? Lazima kwanza wewe pia uwe na uwezo. Masharti pia ya kuoa iko. Huwezi enda kuoa wakati wewe unaishi kwa babako na mamako. Sasa wewe utaleteje mwanamke aishi kwa babako na mamako? Ati analala hapa, babako yuko hapo, mamako yuko hapo. Ni aibu. Ati mnapika chakula kimoja, hiyo ni mchezo. Lazima kwanza utafute sehemu yako ya kuishi na uwe na uwezo. Uko na kitanda, uko na nini zako, uko na uwezo wako sasa wa kulisha mtu mwingine. Ndio uweze kuoa. Sio ati umeoa ati babako ndiye analisha mke wako, hapana. Hiyo nao utakuwa unatoa sheria gani wakati babako ndiye analisha mke wako? Kuoa pia ina masharti. Lazima uwe unajiweza ndio uweze kuoa. Wewe mwenyewe kwanza ujiweze, alafu ndio uweze kuoa, ndio uweze kumstiri ule dada pale. Kuoa sio ati unaenda tu unaoa tu hivi, hapana. Kuna sheria. Sasa kama sisi wa Kristo tunasemanga ujui. Hizo vitu zingine zitaleta baadaye. As long as yako kwa nyumba. Yaani wewe unaoa ukiwa kwa babako na mamako nyi wa Kristo hiyo si ni aibu? Ndoa sio gabo. Yaani kwani ndoa ni gaboring? Ati huyu anaoa na ako bado kwa mamake na babake. Yaani wewe unapikiwa na babako na mamako. Alafu msichana amekuja, si hata kutakuwa na ile hitirafu nyingi mno pale. Na mbada vizuri. Kwa sababu mamako anafaa apikie sasa bwanake. Wewe usakuwa mtu mzima sasa, ni na wewe kama utaandaliwa chakula uandaliwe na mke wako. Sasa wewe unataka ati wewe unaoa mamako ndiye anapikia bibi yako na anakupikia wewe.
Basi yenu ni ngumu. Yaani wewe umeolea mzazi wako. Unaona? Kwa kidini yetu Catholic. Yaani Catholic ndio inafaa. Sasa unaona hawawezi kuruhusu kabla ya mamaka haja kupatia sheria uende kupika kwako uwezi enda kwanza. Hataki majukumu. Yaani hamtaki majukumu. Basi hiyo yenu ni ngumu. Hiyo sisi Waislamu hatuna. Sasa Uislamu lazima pia kijana awe na uwezo wa kuoa. Yaani awe na uwezo wa kulisha ule anayemuoa. Na kumvalisha. Si ati nguo zinanunuliwa tu na babako ndiye ananunulia mke wako, hapana. Kwani wewe umeoa babako ndiye ameoa? Yaani wewe ndio inafaa unanunulia mke wako nguo, unamvisha vizuri mke wako, unanunua ile chakula mnataka kuburudika nayo wewe na mke wako na watoto wako. Wazazi kama ni kuwasaidia unawasaidia wazazi. Lakini sio uoe tena uwekee majukumu wazazi wako, itakuwa ni unawaletea tena dhiki. Wazazi tena wamezeeka, alafu wewe unaongeza majukumu mengine. Yaani wakulee wewe, alafu wakulee wewe pamoja na mke wako, alafu wakulee wewe pamoja na mke wako na watoto wako. Wale wazazi watakuwa na hard time sana. Unawakandamiza wale wazazi. Mbona nyinyi Waislamu mtu ni mkubwa na moa na wanaishi kwa familia moja tu kwa nyumba moja? Kuishi kwa familia moja hawezi kuishi kwa nyumba moja, chumba moja hawezi. Labda iwe wamejenga nyumba ambayo iko na room nyingi, yeye amepewa room zake. Family house. Na family house, hiyo ni family house. Amepewa room zake 1 2 3, hiyo ni room zako. Wewe ishi na mke wako pande hiyo na sisi tunaishi pande hii. Kwa sababu sasa hata wewe asubuhi wewe unajua watu wanapunguza manguo. Sasa mama yuko hapo, baba yuko hapo, mke wako wako hapo, itakuwa ni aibu tena. Kuna stara zinahitajika. Na nikuuliza aje, mtu akijiunga kwa hiyo dini yenu ni must tu avae hiyo nguo yenu mrefu hiyo? Kanzu. Kanzu sio lazima uvae, lakini kanzu ukivaa ni sunna. Sunna maana yake unapata thawabu. Ni vazi nzuri. Tena inafunika uchi wako vizuri wakati unasujudu, mgongo huku hakuonekani. So inakuwa ni nguo ina stara. Kanzu ni nzuri. Tena Biblia inasemaje? 16:4 Walawi tumsaidie. So kuoa kuna majukumu. Usikimbilie kijana kama hujaoa, ni majukumu. Wewe unataka ati aoe alafu wazazi wamlishie mke. Wewe kuoa ni majukumu. Yaani anataka anase apelekee wazazi. Wewe. Kuoa ni 16:4 Walawi. Ndoa ni majukumu tena mingi. Tena kuna mikwaruzano mingi inatokeanga. Lazima uwe na subra katika ndoa pia. 16:4 mwalimu wangu. Hata ivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Biblia inasema kanzu ni vazi takatifu tena ya kitani. Sikiza habari. Hatakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Asante. Hatafunga ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Unaona hata Biblia ina recommend mavazi ambayo ni kanzu, ni mavazi matakatifu. So ni nyinyi tu kwa sababu muipendi Biblia ndio hamtumii hiyo kanzu. Kwa sababu sasa sema kanzu, kofia ya kitani ni kama hii. Hii kofia hata ukienda kotini hautoi. Hii yako ukifika kotini unatoa mbio. Sababu ukicheza utafungwa. Hii sitoi hata kotini. Hii inaruhusiwa. Inaruhusiwa. Popote hii haitolewi. Ukimvua kwa nguvu miezi 6 ndani. Hii haitolewi, inakaa hivyo hivyo unaenda nini? Unaona Lakini yako ya chepeo ya Daudi hii unatoa mbio. Anaelewa vizuri So kanzu ni mavazi yana stara nzuri, alhamdulillah kwa wanaume. Kwa wanawake wamewekewa mavazi yao ambayo yanastiri mwili mzima buibui. Na nasikia ukitongoza msichana mwenye anasoma huanga wanapiga hao watu sana. Mbona? Sasa wewe mbona utongoze katika nchi ya Kenya? Kwanza wewe unafaa kufungwa. Sheria nchi ya Kenya unafaa kufungwa. Kwa nini unaenda kutongoza watoto ambao wako shule? Wakati kuna wasichana wengi huku wamemaliza shule. Shida huyo mtoto hawezi kukuambia anasoma. Sasa wewe achana na watu wa shule, utakuja kufungwa katika hii sheria ya Kenya. Sasa wewe tafuta mtu ambaye anafanya kazi huko wakiwa wamevaa nguo za shule. Unasikia? Muoe alafu ununue nguo za shule. Yaani hata kama wewe unapenda tu wasichana wa shule, wewe oa mwanamke alafu nunulia yeye nguo za shule, akivaa anapendeza vyenye wewe unataka. Kwa sababu hawa watoto wa shule utafanyikana ufungwe. Na usicheze siku hizi kupatikana mtoto wa shule, sheria ya Kenya utafungwa hata miaka 50. Utawekwa defilement na utawekwa miaka 50. Sasa kijana kama wewe ukiongezwa miaka 50 utatoka ukiwa na miaka 80. Sasa iko haja gani? Wakati wanawake wako wengi, chukua mwanamke wako. Kwa utaratibu, acha kutongoza tu. Ugonjwa iko kwa sababu wewe unataka kuonja. Mtaenda kupima. Si mnapima kwanza ndio muoane. Sasa wewe unapatwa na ugonjwa kwa sababu unataka
onja hapa, unaonja hapa, unaonja hapa. Yaani unaonja kama njugu. Utapatwa na ugonjwa. Sasa wewe chukua msichana, nenda mkapimwe. Hospitali ya kwanza, ya pili, ya tatu mpimwe. Ikionekana result zote zimekuja the same, pangeni siku muoane. Watu msikubali muende mpimwe. Sasa kama mtu akubali mpimwe, wewe utamuoa namna gani? Ni wakora. Wewe acha mchezo wewe. Yaani wewe leo umekuja wewe umekuja hapa kutu enjoy. Yaani kwani wewe umejaribu wangapi? Karibu 3. Yaani wewe umejaribu 3 wakakataa kupimwa? Akikwambia twende tupimwe, anakwambia hapa hapana. Huyo achana naye. Huyo atakupa maradhi. Huyo atakupa maradhi, wachana naye. Wachana naye, we tafuta msichana, enda kwa wazazi wake, ukikubaliwa na wazazi wake, basi enda uoane. Lakini we kwanza kuwa Muislamu. Ndio niyo Muislamu. Usiwahi silimu ndio uoe. Ukisilimu ndio uoe, hiyo shahada yako itakuwa na shaka. Hautakuwa umemwamini Mwenyezi Mungu inavyotakana. Kwanza inafaa usilimu kwa ajili ya ukweli uliojua ndani ya Uislamu. Sio mambo ya kuoa au kuolewa au kazi ama nini. Imani yako yote itakuwa kwa mkeo. Kwa sababu imani yako yote itakuwa, hata utakuwa unaswali kwa sababu ya mke wako. Ndio akuone wewe ni Muislamu. Kumbe katika moyo wako hauna Uislamu. Atakuwa huna, yani imani iko katika ndani. Sasa wewe huna kwa moyo wako. Wewe tu uko kwa ajili ya huyu mke. Kesho akikufa unatoka katika Uislamu. Wewe wacha hiyo mambo ya kuoa kusilimu ndio uoe. Achana. Salamu alaykum. Nzuri, lakini upitie chane ambayo inatakana. Mimi wananiita Salim. Naitwa Brian. Brian ni Muislamu, Kristo? Mkristo. Mkristo. Hebu injika swali Brian na uweke ka sauti kidogo tukusikie. Swali langu nauliza. Naam. Dini ya Uislamu ndio pekee imeteuliwa kwamba ukawa Muislamu ndio aende mbinguni ama nini? Kwanza Waislamu hatuendi mbinguni. Unaenda wapi? Pili, Waislamu tunaenda peponi. 40 Qur'ani. Alafu nikuonyeshe dini ya Uislamu peke yake ndio Mwenyezi Mungu ameridhia wanadamu wawe Waislamu. 40 Qur'ani. Tupe vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 40 Al-Karimu. Tupe vitu. Afanye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Asante. Na afanye wema akiwa mwanaume au mwanamke, naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. So Waislamu tunaenda peponi, hatuendi mbinguni. Sasa nikuuliza swali jingine. Kabla hujauliza ingine, umeniuliza kama Uislamu peke yake ndio peponi. Allah ameiumba iko juu ya bingu ya bingu. Peponi iko tayari imetengenezwa. Sawa? Na Yesu mtoto wa Mariamu pia ameenda peponi. 23 Luka 43 hakuenda mbinguni. Na ndio sisi pia tunaenda peponi, hatuendi mbinguni. Yesu mwenyewe kaenda peponi, sisi tunaenda peponi, hatuendi mbinguni. Nyinyi ndio mnaenda mbinguni kivyenu. Yesu mwenyewe peponi, sisi peponi. Sikiza 23 Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kumbe Yesu anasema leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Peponi paradiso mama. Ndio paradiso au paradise kwa wazungu. Sasa dini ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia watu wawe ni moja peke yake, sio mbili. Qur'ani 5:3. Sio mbili. Mungu hajaridhia watu ku dini mbili, ameridhia dini moja peke yake. Na ni gani? 5:3 Qur'ani. Leo nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Asante. Na kukutimizieni neema yangu. Asante. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mungu anasema ametupendelea Uislamu uwe ndio dini yetu. So dini ambayo Mwenyezi Mungu ametupendelea ni Uislamu peke yake. Hakutupendelea tuwe Nasara au tuwe katika dini zingine. Niulize swali jingine. Uliza. Hao Wakristo kama mnasema dini ya Kiislamu ndio dini yenye Mungu amekuparia ndio dini ya ukweli, na dini ya Kristo iende wapi? Hao si watu wa Mungu, kwa sababu watu wote ni wa Mungu. Asante. Watu wote ni wa Mungu, lakini sio watu wote wanafuata sheria za Mungu. Watu wote ni wa Mungu. Dini ya Kikristo sasa, hao watu wenye wako kwa Kristo wataenda wapi? Qur'ani 3:84 au 85. Qur'ani 3:85. Ndio hiyo nakujibu, usiwe na wasiwasi. Qur'an 3:85.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Mungu anasema hatoikubali. Malizia. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. So siku ya kiyama atakuwa katika wenye hasara. So katika kiyama kuna hukumu mara mbili, ima uingie paradiso au uingie katika finali jahannam. Na Paulo anahesabiwa wapi? Sasa Paulo hakuna mahali tunamhesabia kwa sababu hakuwa miongoni mwa Waislamu. Hakuwa miongoni mwa Waislamu. So kama hakuwa miongoni mwa Waislamu, tulia. Kama hakuwa miongoni mwa Waislamu, atakuwa miongoni mwa wale ambao wako na hasara. Si Mungu alimuonekania wakati alikuwa alienda Damascus, alikutana na huyu Isa Yesu. Sina habari. Wewe ndio unaleta hizo habari. Someni Acts of Apostles 7. Soma hapo, soma Acts of Apostles 7 tuangalie. Matendo ya Mitume 7. 7 ngapi? Hiyo sasa soma hapo kuendelea tutapata wakati ana 7:1 teremka. Kuhani mkuu akasema, "Je, mambo haya ndio yalivyo?" Naye akasema, "Ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani." Si hapo. 9 sorry 9. 7:9. 9:1. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandaliwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii au waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Damaski, ghafula ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti kimwambia, "Sauli, Sauli, mbona waniudhi?" Akasema, "Huu nani wewe Bwana?" Naye akasema, "Mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe." Hapo sasa ndio nataka. Nimeridhika sasa. Sasa Yesu, huyu Saulo, huyu ni alikuwa Paulo. Ni alikuwa Paulo. Alikuwa na persecute watu kwa kanisa, alikuwa anatesa watu, lakini Mungu Yesu mwenyewe akadimtokea. Kumaanisha kwamba Paulo na yeye dini ya Kikristo na yeye Mungu ameichagua. Sehemu gani? Kwa sababu Paulo amesema ametokewa na Yesu jangwani, na Yesu alisema mtu akiwaambia niko jangwani msisadiki. Unaona, Yesu alikuwa ameonya 24:3. Yesu alikuwa nisomeni Biblia na sisi ndio Biblia na kusomea. Usio na kifua, taratibu tu. Umekuja vizuri. 24 mwalimu wangu. Kwa maana ndio nataka unisome kuanzia 3. 24 teremka. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Yesu anasema wakiwaambia yuko jangwani Yesu msisadiki. Na Paulo anasema alipokuwa jangwani alitokewa na nani? Na Yesu. Na Yesu alikuwa ametuonya na anasema watakuja wa uongo na watasema niko jangwani. Hivyo kuniambia Paulo ni uongo. Hatujajua vizuri, tunataka tumjue from background yake. Sasa tunataka tumchambue. Ngoja kidogo. Nataka tumchambue huyu Paulo. Ngoja kabla hujanipa fasi nyingine. Nataka tumpachambue Paulo. Paulo ni mtoto wa nane. Kwanza tunaanzanga kujua mtu kuanzia wazazi wake. Babake anaitwa nani? Paulo, ndio tujue genealogy ya Paulo ikoaje. Paulo ukitaka kujua story yake unaanzia kusoma Acts, hiyo Acts. Babake sasa babake ni mtoto wa Mfarisayo. Ni mtoto wa Farisayo. Babake anaitwaje jina? Jina ndio sikumbuki, lakini nienda nifanye utafiti. Najua. So jina, ngoja kidogo. Nataka tuenda pole. Haujui jina yake ya babake. Yeye umesema ni mtoto wa Farisayo. Pili, je, Paulo ni Muisraeli? Ametokana na kabila ya Paulo ni Muisraeli. So ametokana na kabila ya hawa kina Yesu? Kabila ya Yakobo? Paulo ni Muisraeli. Ametokana na kabila ya Yakobo? Kizazi chake sijua. Ujui? So ngoja kidogo. Nafuata jinsi maneno ya Paulo, mimi nayafuata kwa sababu yeye ameandika vitabu mingi, na Paulo
yale yenye anaongea, hata akiandikia vitabu kwa Korinto, akiandikia vitabu kwa Filipi, Thessalonians, wote. So alikuwa anafanya huduma ya Yesu Kristo. Hata yeye anasema I am not afraid of the gospel of Jesus Christ. We don't have any problem in that. Mbona yeye anasema yeye ni Mrumi na wewe unasema yeye ni kutoka Israeli? Hiyo ni wakati alikuwa anatesa watu. Hajasema kutesa, amesema yeye ni Mrumi. 26 22 mwalimu wangu. 27. Jemedari akaja akamuuliza, niambie Umurumi. Paulo anaulizwa, wewe ni Mrumi? Sikiza habari zake. Akasema ndio. Sasa uwezi ngoja malizia tu. Jemedari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Anasema mimi ni Mrumi, kwa mali nyingi ndio nimenunua citizenship ya Urumi. Sikiza habari. Paulo naye akasema na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. So Paulo anatuambia yeye ni Mrumi wa kuzaliwa, maana yake wazazi wake ni Warumi. Kwa sababu mimi ni Mkenya kuzaliwa, wazazi wangu ni wa Kenya. Mimi siwezi bishana mambo ya Mungu, ni Mungu anajua. Nisomee. Sio kubishana, tulikuwa tunataka tupate hiyo nini, kwa sababu Paulo ndiye amesema ni Mrumi. Ngoja kidogo, wewe kuna mahali unataka kuruka. Ndio kidonda ipone haraka. Tusapata kumbe Paulo sio katika genealogy ya kina Yesu, sio katika genealogy ya wale. Sasa ukikosoa Paulo na mimi nitakosoa Muhammad, kwa sababu mimi Muhammad mwenye ameandika Qur'an na mimi Paulo ameandika vitabu yenye tunasoma, anatupea nini. Kwanza Muhammad hajaandika Qur'an. Hiyo umekosea. Muhammad hajaandika Qur'an. Qur'an nani aliandika? 80:11. Sasa ukija ukiuliza tutakupa. Ni vizuri. 80:11. Muhammad hajaandika Qur'an. Unamsingizia tu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Asante. Yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Malizia. Watukufu tena wacha Mungu. Malaika ndio waandishi wa hii Qur'an, sio Muhammad. Muhammad kazi yake aliletewa ufunuo, revelation. Yeye hajaandika Qur'an. Kama Yesu ulikuwa unasema hiyo Isa ulisema ni Muislamu. Nani tena? Isa, Yesu. Si uliniambia ni Muislamu? Isa, Yesu. Ndio swali yako sasa ama. Sasa unajua unanichanganya, unabadilisha hivi unaleta hivi. Swali yako ni gani? Ulisema Isa ni Muislamu. Isa ibn Maryam ni Muislamu kulingana na wajibu wa Qur'an. Amezaliwa na Maryam binti Imran. Isa ibn Maryam ni Muislamu kulingana na wajibu wa Qur'an. Kumaanisha dini yenu hii ndio Mafarisayo. Sisi sio Mafarisayo, sisi ni Waislamu. Sisi si Mafarisayo, sisi ni Waislamu. 22:78 Qur'ani. Mafarisayo ni Wayahudi kwanza. Mimi sio Myahudi. Mafarisayo ni Wayahudi, tena ni wazee wa sheria za Kiyahudi, ndio walikuwa wanaitwa Mafarisayo hao. So mimi siingii katika Mafarisisi, kwa sababu mimi sio Myahudi. Mimi ni Mkikuyu, lakini mimi ni Muislamu. Sikiza 22:78 Qur'ani. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Asante. Yeye amekuchagueni muwe umolio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Asante. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. So Mungu ndiye ametuita sisi Waislamu. So mimi ni Muislamu. Mimi sio Msadukayo wala mimi sio Mfarisisi. Kwa sababu Masadukayo pia wametokana na wale Wayahudi ambao ni watu walikuwa wanaamini hakuna kiama ya wafu. Sasa swali yangu, tulia, amalize tu, anamaliza ni wewe unarudi. Pili, Wayahudi wale wako hawa Zionist hata waamini Yesu, wanasema Yesu mtoto wa zina, kama una habari. So nyinyi mnadhani ni wenzenu, lakini wale wanasema Yesu ni mtoto wa zina. Wale wako sahi, marabi wale wako katika Uyahudi sahi, wanasema Yesu mtoto wa zina. Kuna Mesia ambao wanasubiri anakuja wao. Mimi naamini Yesu na hakuna mtu mwenye atanitoa huko. Na nisome John 14:6. Yohana 14:6. Alafu ujitayarishe.
Wacha tuanze hiyo polepole, usiwe na pressure. Tuanze hiyo polepole. 14:6. 14:6 hiyo. Inasema mwalimu wangu, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa wewe unaamini nani? Kwa sababu Yesu ndiye njia, na wewe unaamini nani sasa? Qur'ani 2:136. Anauliza mimi Muislamu naamini nani? Swali nzuri. Haya. Qur'ani 2:136. Tupe hivi. Ameniuliza ina humble we. Waislamu nyinyi mnaamini nani? Sikiza sasa nimjibu. 2:136 Al-Karim. Muonyeshe kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sema nyinyi Waislamu. Semeni nyinyi Waislamu, na mimi ndio umeniuliza. Nyinyi Waislamu, waambie Mayahudi na Manaswara, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na ameniuliza tunaamini nani? Tunaamini Mwenyezi Mungu. Na sisi tunaamini Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye njia. Huwezi ingia kwa Baba kama utapitia kwa Yesu. Kulingana na imani yako. Sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu, na pia ukiteremka tunaamini manabii wote. Ndio imani yetu, ndio nguzo ya Kiislamu, ni 6 za imani. Ya kwanza lazima uamini Mwenyezi Mungu na uamini manabii wote bila kubagua. 1:15. 1:15 Maka nataka. Naona kijana mzuri pia ana uelevu wa hali ya juu. Tutumua. Anajitutumua kweli kweli. Some Maka 1:15 anataka. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Na ufalme wa Mungu unakaribia. Huyu nani anakuja? Hajasema kuja, amesema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni. Na hujamaliza hiyo nini? Hujamaliza hiyo Isaia. Aliyokuwa anazungumza maneno hayo ni Yesu. Isaia. Sasa umeniambia 15. Mark 1:15. Ndio nimesoma. Unataka niendelee 16? Msomee mpaka 16. Umefupishwa. Kuna nani yako na Biblia hapo? Ianze 10. Kama kuna watu wana Biblia za simu 11, 15, 16. Msomee hizo mbili. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye. Tulia. So Yesu anawaambia watu watubu dhambi zao na waamini Injili. Na hiyo ndio imani ya Kiislamu. Watu lazima watubu. 66:8 Qur'ani. Sisi hatusemi tumebebewa dhambi, tunaamini kutubu. Na wewe uko katika mstari ya Waislamu, watu watubu dhambi zao, na ndio Uislamu huo. 66:8 Qur'ani. Usije ukakagua ndevu, hauna ndevu hizo unakuna. Sikiza habari 66:8. Na wewe usiondoke kakangu, wewe ndio unarudi tu. Kwani ndevu zimeanza kuwasha? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Tubuni kwa Mwenyezi Mungu. Sikiza Qur'ani inasema tubuni kwa Mwenyezi Mungu. Na Yesu kule amesemaje? Watu watubu. Na Qur'ani imekuja imetuambiaje tutubu kwa Mwenyezi Mungu? Malizia. Toba ili ya kweli. Ndio hiyo. So tuko laini moja. Wewe unatuhubiria watu watubu, mimi nahubiria watu watubu, tuko laini moja. Wewe hauhubiri watu watikuwa walibebewa dhambi. Wewe uko vizuri. Nikuulize, mnahubiri mtu kuwa mzirika ama mnahubiri mtu roho imuguse ndiye akuje ingie kwa kanisa? Tunahubiria watu hivi 302 Qur'ani. Tunaenda vizuri. Si mbona mnaambia watu? Ndio umeuliza tunahubiria gani 302 Qur'ani? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Kwanza tunahubiria watu wamche Mwenyezi Mungu, waabudu Mwenyezi Mungu. Malizia. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. So tunawaambia watu wakimcha Mwenyezi Mungu wasikufe isipokuwa wamekuwa Waislamu. Wewe tena kamili. Sasa mimi naamini ya kwamba ukihubiria mtu Mungu anamtumia Roho Mtakatifu na mugusa ndiye anakuja hadi anaungana na nyinyi kuabudu pamoja. Wewe siambia mimi eti kuwa yeye ni Muislamu. Nini kinakuzuia kukaa Muislamu kama mimi si Muislamu? Babu zangu hawakuwa Waislamu. Mimi naabudu kulingana na mababu zangu walikuwa naabudu. Babu zako pia hawakuwa Wakristo.
Baba wangu, babu zako. Sijasema baba yako. Mababu zangu, mababu zako hawakuwa Wakristo. Tukifuata Wakisii, goja, tukifuata Wakisii, Ukristo imekuja ndio waka embrace in Christianity. Mbeleni hao mababu zako unasema hawakuwa Wakristo. Kujua Mwenyezi Mungu walikuwa wanajua kuna Mungu. So usitaje mababu zako ati walikuwa hiyo dini ambao huko, hapana. Usidanganye. Hapa Kenya tunajuana vizuri. Ukristo wakati inaingia ndio watu wameembracewa kuwa Wakristo. Sasa Ukristo nani kwa nini na shule hizo ni kuniambia mababu wako innocent. Haya, karibu brother. Si ulisema una swali? Karibu, nafasi ya kwako. Siko hapa kwa hukumu mababu. Mimi niko hapa nikueleze ukweli. Sasa kuniuliza kama mababu wako right ama nini sijui. Lakini nimekutoa fikra ya kusema ati mababu zetu walikuwa Wakristo, hapana. Ukristo ilipokuja watu ndio waliembrace. Hata maumau wengi hawakuwa Wakristo. Ilikuja juzi, wewe umezaliwa juzi ndio sababu. Nikakuta wazazi wangu ni Wakristo. Wewe ni mtu wa juzi. Nyanyangu ni Mkristo, kukangu ni Mkristo. Wewe mtu wa juzi, wewe ni wa juzi. Ukristo Kenya miaka. So wewe umefuata wazazi. Haya, karibu sasa brother. Yeye amefuata wazazi. Tunajua historia ya Kenya. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Eric. Niko na swali. Tusomee Hosea. Ngoja kwanza. Ukija hivyo bana tutaanguka. Unakuja pole. Wewe umesema unaitwa Eric Shukuru. Eric, Muislamu, Kristo? Mkristo. Mimi wananiita Salim, Muislamu. Haya, weka swali yako tuisikie. Usiwe na pressure. Sawa. Asante. Swali gani? Tusomee Hosea 4 mstari wa 6 inasemaje? Hosea 4:6. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. 7. Soma 7. Kadiri walivyozidishwa na kadiri hiyo hiyo walitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wa kuwa aibu. 8. Hapo, achia hapo. Niko na swali. Nyinyi mnasema mnafuata kama sisi tunaamini kupitia kwa njia ya Yesu Kristo, si ndio? Na nyinyi mnaamini, nyinyi mnaamini kuwa mnaongea juu direct kutoka kwa Mungu. Je, kwa Waislamu kuna miujiza utendeka kama kwa sisi wa Kristo? Hiyo kuna swali hapo nimeona unauliza kama kwa Waislamu kuna miujiza inatendeka. Miujiza, kama sisi kuna mahali tunaweza fanya miujiza we prophesy something then it happens. So nyinyi mnafanyanga miujiza. So sisi katika Uislamu hiyo miujiza huwa inafanyika, lakini anayefanya miujiza ni Mwenyezi Mungu. 40:78 Qur'an. Na manabii walikuwa wakifanya miujiza katika Uislamu. Lakini saa hii kusema ati mimi Salim nafanya miujiza nitapigwa viboko, manake hiyo itakuwa ni mchezo wa kuigiza. Manake watu saa hii wanagonjeka wanapelekwa hospitali. Mvua juzi imenyesha, sijaona mtu amesema in the name of Jesus simama usibebe watu. Imebeba tu. Sasa na wewe ulikuwa tu. Sikiliza, umeniuliza swali sasa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako. Asante. Wengine katika hao tumekusimulia majina yao na habari zao. Asante. Na wengine hatakukusimulia. Asante. Na haikuwa kwa mtume yote kuleta muujiza wote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa miujiza ilikuwa inaletwa na mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini hawakuwa wanafanya kwa uwezo wao, walikuwa wanafanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Saa hii tunaongea nawe, hakuna nabii ambaye tuko naye hapa duniani. Mtume wa mwisho ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mtu akilezi leo akasema ni nabii, tunajua huyo ni conman. Lakini si Biblia inajirudia. Kwa maana wakati wa Noa mvua iliua, si ndio? Sasa ikiua bado Biblia inajirudia. Sasa hiyo umeenda mbali. Umeniambia miujiza. Wewe huwa unafanya miujiza? Mimi mwenyewe sifanyi. Lakini so wewe hufanyi? Mimi sifanyi. So tuachie hao basi wanafanya kwa sababu nilikuwa nadhani unafanya unifanyie hapa moja. Lakini sasa hufanyi. Hebu tusomee 2 Peter 5:8. Petro wa pili mstari wa 1:8. 1:8. Okay. Petro wa pili 1:8. Maana mambo hayo Petro wa pili. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda,
kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. 9. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Wachia hapo. Kwa maana mwenye asiyeamini Yesu Kristo hayuko na nini? Macho. Asiyemwamini, si ukweli? Ama wamesema aje? Burudi hapo watu wasikie. Maandiko inasema nini? Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona. Nianzie 8. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu, wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, umesikia? Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Asiye na Yesu Kristo, maana yeye ni kipofu, hawezi kuyaona mambo yaliyo mbali. Haya mambo yaliyo mbali ni gani? Kwa sababu mimi saa hii wewe unaona mambo yaliyo mbinguni kwa kupitia kwa Yesu Kristo. Unayaona kupitia kwa ndoto. Asante. Saa hii mbinguni kuna nini? Hebu tuelezee. Manake mimi sioni. Unajua yeye amesema anaona. No, wacha tuonyesheni in a humble way. Mimi naona mbali. Sasa ukiniuliza naona ile gorofa iko kule, lakini mambo ya mbinguni mimi siyaoni. Sasa wewe si umetuambia unayaona? Sawa. Sasa saa hii mbinguni kuko aje? Hebu tuelezee kama masaa hii. Kwa hiyo macho ni mpaka uende ulale uote ndoto. Si unatoa penitoni kwanza au una? So saa hii huwezi mpaka ukalale uote ndoto. Hata mimi naotanga ndoto sijui kama ndio hiyo ama ni gani. Manake ndoto sasa zingine unaota. Sasa wakati uliota ndoto mbinguni kukwaje siku hizi? Kwa sababu hiyo miaka yote iwezekane hujaiota ndoto hata siku moja. Mpaka uote ndoto, lakini kwa maana hiyo miaka yote nauliza tu, hakuna shida. Nauliza hii miaka yote kuna siku hata moja umewahi ota ndoto? Nimeota mara mingi. Asante. Ndoto moja uliota mbinguni kukwaje? Siafaa watu watubu. Mnahubiri kuhusu kukoje huko? Mbinguni sijaenda bado sijafa. Kwa ndoto ulionaje? Ndotoni uliona kuna kazi? Ndotoni niliona mbinguni watu yafaa watubu ni waingie ufalme wa mbinguni. Je, mnahubiri kuhusu kutubu? Asante, swali nzuri. Anauliza, anasema huko mbinguni aliona watu wanaambiwa watubu. Je, Waislamu nahubiri kutubu? 66:8 Qur'ani. Kumbe mtu mzuri huyu. 66:8. Ni Wakristo ati mtu anaona huko mbinguni. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu tauba iliyo ya kweli. Ndio mahubiri ya Kiislamu. Tunazunguka tukiwaambia watu watubu kwa Mwenyezi Mungu tauba iliyo sahihi. Na wewe ulipoota ndoto uliona huko mbinguni watu wanaambiwa watubu. Maana yake si tunahubiri hiyo watu watubu. Ndio tunaihubiri hapa. Asante. Asante, karibu sana. Kaka, unaona sasa anaonanga mbinguni. Na nyinyi mko hapo mnakaa nini? Mnaongeeni na yeye awaone huko. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Joram. Joram, asante sana. Muislamu, Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Hebu injika swali ya leo. Nilikuwa nataka nakushikia tu. Nilikuwa nataka kuuliza hiyo venye alikuwa anasema mambo ya miujiza hapo. Ule amemaliza yake, wewe yako. Huyu amesema hata anaonanga mbinguni. Wewe uonangi ama wewe unaonanga? Mbinguni. Sasa wewe wachana mambo yake, wewe uliza yako. Wachana na yake kabisa. Hiyo mambo ya miujiza. Kuna wakati Mungu mwenyewe anataka kujidhihirisha, anataka kuonyesha yeye ni Mungu na yeye sio kama sisi. Anafanya miujiza, unaona kama venye alitawanisha bahari la Shamu huko. Anataka kuonyesha yeye ni Mungu, anaweza fanya kenye mwanadamu hawezi fanya. Unaona kama Yesu aligeuza maji kama divai. Mwanadamu hawezi fanya hivyo. Sasa kama nyinyi Waislamu, kuna miujiza ilifanyika ya kudhihirisha ule Mungu mwenye mnaabudu, ama Muhammad akafanya kitu mkaonjua enyewe huyu ni mtume wa Mungu. Ya pili niko na hii. Usiende mbio. Pole pole, karibia hapa. Karibia hapa. Miujiza inafanywa na manabii. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna wakati walikaa na Makureshi. Yeye ametokana na kabila ya Makureshi. Wakamwambia tunataka utuonyeshe hii mwezi ikuje, alafu ipasuke katikati. Ndio tukuamini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanamjaribu. Hii ilikuwa ikifanywa na mitume wakimuomba Mwenyezi Mungu. 51 Qur'ani. Upe vitu pole pole. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Saa ya kufika kiyama imekaribia na mwezi umepasuka.
na wakiona muujiza hugeuka upande na kusema uchawi tu huu wake unazidi kuendelea. Alipokuwa anawaonyesha miujiza, walikuwa wanasema hii si miujiza, ni uchawi. Tena wanasema uchawi wake unaendelea. Vyenye tu Musa alivyoenda kwa Firauni, akaangusha fimbo ikawa nyoka. Firauni akasema huyu ni mchawi na amefunzwa na wachawi wengine. Wachawi nao wakaangusha kamba zao zikawa nyoka. Firauni akasema huyu Musa ni mchawi mkubwa aliyefunza hawa wachawi wadogo. So mtume alikuwa akifanya miujiza, lakini wanasema ni uchawi. Mitume walikuwa na uwezo, Mungu anawapa wa kuleta muujiza, lakini mitume wao wenyewe hawana uwezo wa kufanya chochote mpaka wamuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu anayefanya miujiza ni Mungu. Lakini mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saa hii hatuna mitume. Wale ambao wanasema tunafufua hakuna hiyo. Wewe unajua hapa tumekaa Kenya. Hata mimi siongelei mambo ya saa hii. Zamani ilikuwa ikifanyika, ndio hii ilikuwa ikifanyika zamani. Saa hii kuna watu prominent wamekufa Kenya na watu wanasema tunafufua, hajaifufua hata mmoja tukaona. So saa hii hakuna, ilikuwa ikifanyika kitambo na ilikuwa inafanywa na Mungu kupitia manabii wake. Alikuwa nabii Yunus. Sio Yunus. Anaitwa nani huyo? Walikuwa na nabii Musa alayhi salam. Harun, Joshua. Amesimamisha jua siku tatu jua limesimama hapa katikati. Aliendi akapigana vita mpaka akashinda. Hakui usiku wala mchana. Hiyo niko kwa Biblia. Sasa hiyo tuko nayo pia. Kwa Biblia hiyo. Hayo pia. Siku tatu. Yaani jua linasimama. Sasa hao ndio walikuwa manabii wa Mwenyezi Mungu, walikuwa Mungu amewapa hiyo uwezo wa kufanya miujiza kama hiyo. Nilikuwa nataka usiniambie yenye iko kwa Biblia, yenye iko kwa Qur'an. Sasa nimekupa hiyo ya Qur'ani. Ni mingi sana. Nimekupa hii ya Qur'an. Tena ya Qur'ani ni mingi. Kuna wakati watu wa nabii Shuaib kama Shuaib wamesema tunataka tutolee ngamia kwa mlima kwa mawe. Akatoa ngamia na tena hiyo ngamia ilikuwa imebeba mimba. Imeandikwa iko kwa Qur'ani. Imejaa. Ni nyingi sana katika Qur'ani zimo. Niko na swali lingine. Leta. Kwa nini sasa unaona kama sisi wa Kristo tunaamini kuna mtu alikuwa anaitwa Gideoni na baba yake alikuwa anaabudu Baali ilikuwa ni miungu ya sanamu. Sasa Gideoni akaambiwa aende haribu hiyo miungu. Kuharibu wenye walikuwa naabudu huyo Mungu walikuwa wanataka kumpiga, lakini baba yake akawakataza. Akasema hivi, kama Baali ako na nguvu anjipiganie. Sawa. Sisi Waislamu, sisi wa Kristo tunaamini hivi, Mungu ako na nguvu ya kujipigania. Kwa hivyo hata ukiingia kanisani na hata useme alipia hapa, usiende mbali. Mbona unataka kukimbia kaka? Hata ukaingia kanisani, hata useme Al-Akbar ama useme kitu yote, sisi wa Kristo tunaamini Mungu atadili na wewe. Lakini nyinyi uende kama Somalia ama Iraq ama hizo mataifa zenye ziko na Waislamu, wanjue wewe ni Muislamu, ni Mkristo, hata wanaweza kukuua. Na uliza hivi, kwani huyo Mungu wenu mwenye mnaabudu hana nguvu ya kujipigania mpaka mpiganie nyinyi? Asante, swali nzuri sana unauliza. Na ni swali ambao iko na maelezo mazuri mno. Unawajua Waisraeli? Nawajua sana. Waisraeli ni Waislamu? Waisraeli sio wa Kristo. Si Yesu ametokana na hao Waisraeli? Alitokana na hao. Unaonanga wanaendanga wanasalimia kina Palestina huko, wanacheka, wanamaliza, wanaenda nyumbani ama wanarusha vitu. Bro, hata mimi mwenyewe nikikurushia ngumi nikurushia pili hutaniambia Al-Akbar, utanigonga. So hata wewe nikija kanisani nikupige ngumi na wewe utanipi? Bro, sio hivyo. Kanisani ukija hata ufanye kitu yoyote, sisi tunaamini Mungu wenye tunaabudu akona uwezo wa kujipigania. Hatumpiganii sisi, lakini nyinyi mnataka kumpigania yeye, kwani hana nguvu? Mwache tuende naye pole pole. Mwache. Sisi katika imani yetu hatuwezi kugongwa tukasema ati Mungu atatupigania, kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kujipigania. Ndio unaona hata nchi goja 22 36 atupiganii Mungu. Si mimi umegonga, si lazima nirudishe. Nasema ukiingia kwa msikiti si umenigonga mimi, hujagonga Mungu. Sasa sikiza tu mpole, unajasikia watu si utulie, usipandishe. Sina kujibu. 22 36 kuwa wa Kristo wewe. Mpole.
Nigeria, unaona Nigeria hapa. Nigeria haiko Ulaya, iko Afrika. Umesikia watu Nigeria wameuliwa njoo kwa Wakristo. Ngoja, wala haina shida. Umesikia? Pia 207, pia 207 kuna Wakristo wamechomwa kanisani, hawajachomwa na Waislamu, na ilikuwa kanisa. Ndio. Na mpaka walikuwa mpole. Sasa siwache nimalize hii ya kwanza, ukuje ya pili. Si ukuwe mpole. Sasa uko na pressure mingi. Hakuna. Si umeniuliza swali ni kujibu. 22:36 alafu nikuje kwa Nigeria. Unajua propaganda ambao umelishwa ni nyingi, na nataka nizitoe pole. 22:39. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa kwa sababu wamedhulumiwa. Kwanza sisi Waislamu tumepewa ruksa. Ukipigwa unafaa kujibu. Inaitwa kulitariate. Nampata vizuri? Tuwa mpole. Sasa usilete Ukristo wala nini. Mtu yoyote akitupiga tumepewa ruksa ya kujibu. Kwa hivyo, na hii ndio sheria imechukuliwa na nchi zote. Nchi ya Kenya wako na KDF. Hawajaweka hiyo KDF wao wanakula ugali na wanalala. Ni mtu yoyote akijaribu kudhubutu kuingia mipaka ya Kenya, KDF inaamrishwa inaenda kupigana naye. Haiendi kucheka naye. So hao wote wamechukua sheria ya Kiislamu. Na nipata ndio nakuleta pole. Ngoja. Nakuja sasa huko unakuja. Sio mbona una wasiwasi? Mbona nimekuonyesha. Sawa. Sasa wewe unasema nyinyi mkipigwa hamfai kujipigania. Kupigwa. Nasema hivi, hata wewe unaona ukiwa Muislamu hakuna mwenye anaingia, hata uingie kanisani, hata ufanye chochote, hakuna mwenye atashughulika na wewe. Ni Mungu atashughulika. Sasa asante. Sasa kama Mungu sisi twende pole ndio nikupate. Kabisa ngoja. Ni wewe umeniambia Wakristo wanapigwa Nigeria. Sasa mbona useme wanapigwa wakati Mungu atawapigania? Si unyamaze Mungu awapiganie. Sasa why are you complaining? Si wewe si utulie basi. Sasa hii sio ngoja. US sio Mungu. Mungu anatumianga wanadamu. So huyu Mungu hakuji kupigana. Ngoja. Unajua unaenda mbio unanichanganya. So Mungu wenu hakuji kupigana, anatumia wa Amerika kumpigania Mungu. Unaona Mungu wetu hata kukuangalia tu hivi. Wewe ni kuisha. Kwa hivyo wewe hawezi shughulika na wewe. Asanti. So si uachane basi kabisa. Wala haina shida. Si uache basi Mungu awapiganie. Wacha kucomplain. Sasa unalalamikaje wakati Mungu atawapigania? Just be humble. Kwa hivyo Mungu wenu hana nguvu ya kujipigania yeye. Sasa sisi tumekueleza, sijui unarudia nyuma. Tumekueleza sisi tukipigwa tumeruhusiwa kupigana, kujidefend. Tulia. Nasema hivi, sijasema mambo ya kupigwa, nasema hivi. Unaona wewe mwenyewe nikuulize, umesikia watu wameuliwa huko Somalia juu kuwa Wakristo, umesikia ama hujaisikia hiyo? Somalia kuna Wakristo. Ngoja, kwanza Somalia hakuna Wakristo. Tulia, karibia hapa. Kuwa hapa. Na usiwe na haraka. Ndio hakuna Wakristo, labda wenye kwanza Somalia Wakristo wako, lakini wanajificha. Uko mbio na uko na sasa sitaweza kuzungumza naye kwa sababu uko mbio utaki kuelewa. Kitu ya kwanza, Somali sijaona hao Wakristo unaosema. Kama wako ungetuambia wako province gani? Alafu pili, Saudi Arabia Wakristo wako. Chukua simu. Ngoja. Wenye wanafanya kazi. Wanajificha, ulijuaje sasa kama wanajificha? Wenye wanafanya kazi. Alafu Saudia, lakini wa huko hakuna Mkristo wa Saudi. Sasa swali yako ni gani haswa? Swali langu ni hilo, nilikuwa nakuuliza hivi. Basi tumemaliza, wewe subiri Mungu wenu wapiganie, wakinyanyaswa au Wakristo, si umetuambia wasubiri Mungu awapiganie. Kabisa basi. Mungu wenu hana nguvu ya kupigania. Sasa wenu wako na nguvu? Kabisa. Wacha ajipiganie. Sasa tulia. Ajipiganie, usilalamike. Sasa unalalamikia Mungu wa nini? Wewe ngoja Mungu atakupigania. Haya sawa. Wewe ngojea, wewe utapigania. Sasa unalalamika kwa nini? Basi wakigongo wewe nyamaza, upiganiwe. Shida iko wapi? Mbona ni kazi rahisi? Haya, nimeona sijui na ni kaka pia. Haya, karibu kaka. Si wewe karibu hapa. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Joseph. Wewe unaitwa Joseph. Mimi naitwa Joseph. Asante. Anataka nashusha jazba. Muislamu, Mkristo? Unajua kuwa Mkristo
si kwenda kanisani. Sijauliza unaenda kanisani. Na kujibu. Hata Yesu wakati aliulizwa maswali hakujibu direct. Alieleza. Ukiwa Mkristo si kwenda kanisani, hapana, unamwamini Yesu Kristo. Mimi namwamini Yesu Kristo. Nimekujibu. Sasa wewe ni Muislamu au Mkristo? Nimekujibu. Kuwa Mkristo. Bado sijakuelewa kwa sababu wewe ni Muislamu au Mkristo. Ungeniambia ndio ni Mkristo. Sasa nikuulize nini maana ya Ukristo? Ndio uniambie Ukristo maana yake ni kumwamini Yesu. Mimi sijauliza hayo yote. Wewe Muislamu, Mkristo? Nimekujibu, sijakujibu. Kuwa Mkristo lazima uwe muamini Yesu. Nimekujibu. So ni Mkristo. Uliza swali. Swali langu ni je, mara mingi sana nimekutana na Waislamu, niko na marafiki wangu wengi Waislamu. Mashaallah. Wananiconvince ni join kuwa Muslim. Hasa nawaulizanga swali moja tu. Hatima ya kuwa Muislamu ni nini? Hatima yake kama Ukristo, ukiwa Mkristo hatima yako ni uzima wa milele. Kuwa Muislamu hatima yako ni nini? 43:68 Qur'an. Barikiwa sana kaka. Ndio maswali mazuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi waja wangu mlio wazuri. Asante. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Asante. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Tupe vitu mwisho wao. Ingieni bustanini. Yaani peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Teremka na aya. Watakuwa wanapitishwa sahani za dhahabu na vikombe vya dhahabu. Asante. Na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda. Asante. Na macho yanavifurahia. Tupe vitu. Na nyinyi mtakaa humo milele. Sisi tunakaa milele. Sehemu inaitwa peponi, kiwazungu wanaita paradise. Ukisikia kuishi milele, maana yake hiyo ndio uzima wa milele. Maana yake hakuna kufa wala kugonjeka wala nini. So maisha yetu ya milele tunaishi paradise. Sasa nyinyi wa Kristo. Sasa wapi mmeahidiwa? Sasa hivyo unajua swali langu lilikuwa rahisi. Hatima ya kuwa Muislamu ni nini? Ni kuingia paradise. Milele tunaishi. Nimesikia kuna dhahabu, sahani za dhahabu, vikombe vya dhahabu. Yani kuna kila kitu ambao nafsi inaipenda. Kwa sababu nafsi inapenda vitu vizuri. Na hiyo ni malipo ya waja wazuri. Sasa ina maana ukiwa Muislamu hatima ya kuwa Muislamu ni kwenda kuona vikombe vya dhahabu. Labda understanding yako ni ndogo sana. Ngoja kidogo. Ndio nasema unajua shule tulienda wote, lakini kushika ni tofauti. Nimemweleza na ndio understanding ya watu wengine labda ndogo. Hatima ya Muislamu ni kuingia paradise. Katika huko paradise kuna kila kitu ambao nafsi inapenda. Baadhi yake tumeambiwa vikombe vya dhahabu nini, kila kitu utaipata huko. Kuna matunda, kuna nini. Hizo ni vitu ambao ziko paradise ambao tutaishi humo milele. Sasa mimi nikiwa Muislamu nikisha kufa niende paradise, siwezi kumuona Mungu, nitaona yale maneno ambayo nafsi inafurahia ndio nitakutana naye. Sasa kama unafurahia kumuona Mungu utamuona. Kwa sababu tumeambiwa chochote ambao nafsi inaitaka itaona. Sasa wewe ungeniambia Wakristo wakienda kule wataona nini na nini, ndio nione kuna tofauti na kuna uzuri niwe Mkristo. Hebu tuambie Wakristo wataenda wapi, alafu watapewa nini? Nionyeshe kwanza, tulinganishe nione labda naweza hamia huko. Hebu niambie kwanza Wakristo wao wataenda wapi, alafu watapewa nini? Nisaidie. Unajua ndio swali langu nimekuja hivi, nina marafiki Waislamu wananiambia nijiunge nao. Sasa swali langu ni hilo tu, lilikuwa hapo. Si ni saa kujibu, nimekueleza Waislamu wanaingia paradise. Paradise kuna kila kitu inatakikana. Ukitaka vikombe, ukitaka nini, ukitaka maziwa, ukipata nyama nini, kitu yote, asali unapata peponi. Yani everything ambao nafsi yako inataka unaipata. Sasa wewe ungeniambia peponi. Sasa peponi huko ndio umesema ni paradise. Yani huko peponi ndio Yesu alienda. 23:43 kitabu cha Luka. Yesu pia alienda huko peponi. Bado ako huko ama tulia sasa. Ako huko ama alitoka huko? Inasema mwalimu wangu. Yesu akamwambia, amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Sasa Yesu tunaambiwa anaenda peponi. Sasa wewe ni Mkristo, mimi ni saa kuonyesha
unatuonyesha sisi tunaenda paradise. Sasa wewe ni Mkristo. Sasa hebu nionyeshe wapi Wakristo wanaenda. Pili, Wakristo wanaenda kupewa nini baada ya hii maisha? Wameahidiwa nini? Mimi bosi, wache tuongee na huyo. Sasa una interrupt. Sasa aki-interrupt, yeye ameongea, hatujamu-interrupt. Sasa siwe ina humble. Sasa unataka kuvuruga kwa sababu tuko na kaka tunazungumza. Angalia bosi, tumempa nafasi, amezungumza, tumemaliza. Sasa Ukristo naye, mtu akifariki ataenda wapi? Alafu atalipwa nini? Tuelezee polepole venye nimekuelezea. Waislamu wanaingia paradise, watalipwa kila kitu ambao nafsi inataka, wataipata. Wacha hivyo, kuna viti mpaka vya dhahabu. Nanipata hajaitisha msaada. Sasa mbona huyu wetu tumekuita? Ushanijibu kaka, sasa sema ushanijibu. Ushanijibu venye nilikuwa na expect. Nilikuwa na expect na Qur'ani inasema ukishakufa utafika mahali uende kukutana na Mungu Mola wako akuulize maswali mawili matatu hivi, kumbe ni maneno ya sahani na vikombe vya dhahabu hivyo. Acha tu mambo ya kuulizwa maswali, hiyo iko siku ya Kiyama, sio siku yote peponi. Kiyama ndio tunasimamishwa katika uwanja wa hukumu, ndio utaulizwa kwa yale uliyofanya. Qur'ani 17:13. Hii ni vitu mbili tofauti. Kuna tofauti ya paradise na siku ya hukumu. Alafu usinikwepe, Wakristo lazima unipe mtaratibu wao. Wakikufa wanaenda kulipwa nini na wataenda wapi? Sasa hii mambo ya kuulizwa, tunaulizwa siku ya Kiyama, is one day of judgment day. Sio kila siku unaulizwa, hapana. 17:13 Qur'an. 17:13 Al-Karim. Tupe vitu. Kuulizwa iko, Mungu lazima atakuuliza yale uliyoyachuma. Utakosaje kuulizwa? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kila mwanadamu tumemfungia jaza ya vitendo vyake shingoni mwake. Asante. Na tutamtolea siku ya Kiyama daftari iliyoandikwa ndani yake kila alilolifanya. Atakayokuta imekunjuliwa ambiwe, soma daftari lako. Unasikia? Hii ni siku ya Kiyama. Utapewa kitabu chako, unaambiwa ikra kitabu, unaambiwa soma kitabu chako. Hii ni siku ya Kiyama, ndio tunapewa. So hii ni Qur'ani yetu hii, wala sina shida nayo. Mimi nataka anieleze sasa kwa Biblia, yeye ndio Mkristo. Wakristo wataenda wapi? Alafu wameahidiwa nini? Hiyo ndio nilikuwa nataka nielewe. Aya gani mheshimiwa? Sasa unajua umesema kuna siku hii yetu tumemaliza ya Waislamu. Sasa hii ya Wakristo ndio tunataka tujue. Okay, mimi Ukristo Mungu ameniahidi kuwa nikisha muamini nikifa. Angalia boss. Okay, sasa nilikuwa nasema tunahitaji Wakristo pia tujue wataenda wapi, watalipwa nini, Biblia inasemaje? Imeandikwa wapi kwenye Biblia tupate elimu? Unataka kujua penye Biblia imeandikwa? Nasema Wakristo wataenda wapi. Kwa hivyo unamaanisha hujaisikia mahali popote Wakristo ukishamwamini Mungu naenda mbinguni? Hujaisikia mahali popote Mkristo Sijasikia. Nataka unifunze leo, Wakristo wataenda wapi, watalipwa nini? Okay, Yohana anasema Yohana 6:13 inasema aje? Yeyote Mungu alitoa mwanawe pekee, yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. No. Ngoja kidogo. Tufunze hiyo. Uko nayo ama tumkaribishe kaka? Ngoja kuleteni kitabu. Asante. Amesema atafute. Kabla hujakuja swali, kuna huyu kaka alikuwa anazungumza mno. Kuna huyu kaka wangu alikuwa anazungumza mno. Utauliza, wacha kwanza tumsikize. Kuliko kulalamika huko nje, wacha aseme hapa. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Humphrey. Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Injika swali yako. Nilikuwa nataka kujibu hiyo ya Mkristo atapatiwa nini akienda? Hujaulizwa? Akienda biguni. Hujaulizwa. Asante. So sikuwa nimekuuliza lakini wewe umekuja kujibu. Hebu tuambie, Mkristo akifa kwanza anaenda wapi? Tuanzie hapo. Alafu tutakuja anapewa nini? Wapi imeandikwa kwa maandiko Mkristo akifa ataenda hapa? Andiko liko wapi? Danieli 12. Kuanzia moja Danieli. Ukipata Wakristo usimame hapo. Sawa mwalimu wangu. Danieli 12.
12 ngapi? Amesema 12:1, uanze moja. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja ataonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa na milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. So umesikia jibu lako? Nimeuliza Wakristo wakifa wataenda wapi siku ya mwisho? Kweni wapole. Hapa haijasema wako mbinguni au wako wapi. Mimi nimetoa Waislamu wanaenda paradise. Hapa sijaona wanaenda paradise ama wanaenda mbinguni au wanaenda wapi. Inasema siku hiyo Mikaeli atasimama, ijulikani ni wapi na wapi, na kutakuwa na taabu. Sasa nilikuwa na dhani kuna andiko inasema Wakristo wakifa wanafufuliwa wanaenda mbinguni au wanaenda paradise au wanaenda wapi. Ndio tunataka nipate hiyo picha. Vyenye mimi nimekuonyesha Waislamu wataingia paradise. Sasa paradise nimekupatia picha. Mtaingia wapi sasa? Tutaingia mbinguni. Mbinguni, rudia hapo tuone kama kuna mahali imesema. Wakati huo Mikaeli atasimama. Malaika Mikaeli yako wapi? Inasema wakati huo Mikaeli atasimama. Hakuna mahali inasema atasimama mbinguni. Unajua we need a direct answer. Atasimama wapi? Wakristo wataenda wapi? Hebu soma verse 2. Sawa. Wakati huo Mikaeli atasimama. Verse 2. Verse 2. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele. Wengine, sikiza hapo. Wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Sasa hii tunaambiwa wale wamelala katika mavumbi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine wapate adhabu. Hatujaambiwa hao watapata uzima wa milele watabaki hapa duniani au wataenda mbinguni au wataenda wapi. Hata nyinyi mkikufa mnazikango wapi? Mtu anakufanga, hii mwili inazikagwa huku, si ndio? Roho inapanda, si ndio? Na soul. Sasa wao wenye haki vyenye watalipo wapate uzima wa milele watakaa hapa duniani ama wataenda? Si wataenda wapi? Si mbinguni. Haya, nisaidie. Wapi wanaenda mbinguni? Nisaidie hapo. Kutolea lingine. Andiko ambayo inasema wataenda mbinguni, nisaidie. Maneno hayo ya kwamba wataenda mbinguni hapa. Kwa sababu hiyo tu nilikuwa nataka. Nimesema ya kwamba wakati huo watu wako wataokolewa. Swali, wakiokolewa wataenda wapi? Ndio mwalimu. Ndio tulikuwa tunaomba. Everlasting life. Andiko. Everlasting life. Hii imesema some to everlasting life. Asante. Naweza kuelewa. Sasa hii uzima wa milele iko wapi? Iko hapa duniani ama iko mbinguni au iko wapi? Uzima wa milele iko mbinguni. Sasa ngoja kidogo nimpate vizuri. Maana nataka tuelimishane. Nataka tuelewane. Hii uzima wa milele ama hii everlasting life itakuwa hapa duniani. Unajua mbona nakuuliza hivyo? Kwa sababu kuna Wakristo ambao ni mashahidi wa Yehova. Wanaitwa Jehovah Witness. Wanasema uzima wa milele ni hapa duniani. Unajua? Na wanaandiko wanatumia 5:7 kitabu cha Mathayo. Wanasema heri nini watairithi dunia. Na wao ni imani yao. Wanasema ni hapa. Sasa wewe Mkristo pia unaamini ni hapa duniani au kuna sehemu kutaendwa? Hiyo tu ndio nilikuwa nataka unibainishie. Sehemu kutaendwa. Sasa nisapatie ni wapi kutaendwa? Hiyo tu ndio ilikuwa swali. Wakati Yesu alipokuwa anasulubiwa, walikuwa waizi wawili, si ndio? Na pamoja na yeye. Mmoja akasema kama wewe ni Yesu mwana wa Mungu ungejiokoa. Mwingine akasema sisi tumekufa kitu ambacho tumefanya. Si ni kweli? Akamwambia mbona tumempa huyu nafasi tena ongee mnamchokora? Kwani siku hizi kukwaje? Huyu kaka nimempa nafasi wacha ajieleze. Huyo ambaye alikuwa mwizi. Ngoja kwanza. Mrekebisha. Yani dini ni nasaha.
Sio kulazimishana vyenye unaamini lazima niamini hivyo. Hapana, mwache kwanza ajieleze yake. Na ndio nimemweleza kuna Jehovah Witness. Na yeye amesema anajua ndio wanaamini watakaa hapa tu duniani. Tuendelea baba. Sasa Yesu akamwambia huyo mwizi, wacha nikatishe hiyo story isiende kubwa. Akamwambia kwamba huyo mwizi akamwambia kwamba Yesu, ukienda katika ufalme wako nikubuke. Na Yesu akamwambia si hata nitakubuka jioni ya leo. And that was the first man to ever enter in the paradise after now the crucifixion of Jesus. You be with me in paradise. Sasa hiyo paradise sio sasa tutaenda kwa sababu sisi tunafuata Yesu, kwa sababu Yesu he became the firstborn of all the dead. Yeye ndiye alifanyika kuwa firstborn wetu. Kwa hivyo hata kuwa Mkristo sio jina. Kuwa Mkristo ni kwenda kukiri ya kwamba mimi nimekubali Kristo akuwe mwokozi wa maisha yangu. So wewe pia unaenda paradise? Si nitaenda paradiso pamoja na Yesu. Kwa sababu Yesu aliambia ule mwizi utakuwa na mimi paradiso. So na wewe on that sense nataka tuelewane. On that sense ndio na wewe pia unajichukua pia utakuwa. Kwa sababu Yesu alisema yeyote ambaye atakuja kwake hatima yake atampeleka wapi? Paradiso, kwenye uzima wa milele. Wacha nisikusukume sana. Una swali lingine? Niko na swali mimi. Kwani hiyo haujibu tena ya? Mimi sikusukumi sana manake naona tutakaa sana. Uko na swali lingine? Kama una swali, kuna huyu kaka alikuwa na swali moja. Wacha ulize, alikuwa ameomba sana. Hakuna shida. Uko na goja. Karibu hapa. Hakuna shida. Haya, karibu. Unaweza niulize swali. Hata wewe uniulize swali. Unataka sasa mimi nikuulize maswali? Hata kama ni moja tu. Hata kama ni moja. Wapi katika Biblia inasema Ukristo ni dini? Wapi katika? Unajua yeye ndiye amesema niulize maswali. Mimi sikuwa nataka kuuliza maswali. Mimi nataka unionyeshe wapi katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana inasema Ukristo ni dini. Kwanza nikwambie kitu kimoja. Mkristo ambaye amemwamini. Sijauliza Mkristo, usiniweke kwa Mkristo. Nimeuliza wapi Ukristo ni dini. Kwa sababu wewe umeniambia niulize maswali. Sasa na hiyo swali inanisumbua kwa kichwa. Wapi Ukristo ni dini? Hata kwa Waislamu Biblia ni dini. Wacha nikwambie. Kama ingia. Dini hapa. Msianze kukorofisha huyu jamaa. Amesema niulizeni maswali. Hata nilikuwa nataka huyu kaka aulize maswali, akasema niulizeni. Sasa nikajua ni mwalimu. Sasa wapi Ukristo ni dini ndani ya Biblia yote? Ukristo si hata dini. So Ukristo sio dini. Ukristo, wacha nikwambie. Enda pole tuelane. So Ukristo si dini. Taenda Mathayo 4 mstari wa 17. Mahali nasema Ukristo ni dini. Si mahali nasema Ukristo ni dini. Nataka kukuambia kwamba mimi nimeamini dini. Si nataka mimi nijibu. Usinijibu na wasiwasi. Nataka nijibu swali venye unataka nijibu swali kulingana mimi ama kulingana. Kweni wapole. Nimeuliza hivi, wapi kwa Biblia inasema Ukristo ni dini? Kwa sababu nikipatana na mtu anasema dini yangu Mkristo. Sasa wapi kwa Biblia inasema Ukristo ni dini? Iko hakuna. Dini ni jina ambalo tumepewa tu. Sijauliza hiyo. Nauliza hata iwe Kiarabu ama iwe Kizungu. Nimeuliza swali. Je, kuna mahali, sina shida hata kama hakuja kwa ajili, kuna mahali inasema Ukristo ni dini au hakuna? Hakuna. So Ukristo sio dini? Ukristo ni mambo ya ufalme wa mbinguni. Sio dini? Sasa mimi ndio nilikuwa nataka nikujibu. Jibu. Ukristo ni. Nilikuwa nataka umalize kwa sababu ukinijibu Ukristo sio dini tunaenda kwa swali lingine. Manake na maswali mingi. Unataka nikujibu swali venye wewe unataka ama venye mimi najua? Mimi nilikuwa nataka hivi. Ngoja. Hakuna venye unaweza kuwa mwalimu niulize swali. Kabisa, wala sikatai. Kwa mfano mimi nilikuwa nataka nikikuuliza Kenya kuna rais, unaniambia ndio. Sasa nikikuuliza maana ya rais utanieleza. Sasa mimi nimekuuliza Ukristo wapi imeandikwa ni dini, iko ama hakuna? Uniambie Ukristo sio dini vyenye umesema. Nataka kufunza Ukristo ni nini? Sijataka kufunzwa. Nilikuwa tunataka nijue kumbe Ukristo sio dini. Ukristo ni mambo ya ufalme wa. Si dini. Si dini. Asante. 6:20 Timotheo. Hiyo ndio nilikuwa nataka umalize. Si umeniambia Ukristo sio dini. Ndakusomea Mathayo. Wewe umeniambia Ukristo
Ukristo sio dini. Kidogo tu, kidogo, you will ask question. Just be humble person. Huyu anasoma, nataka ni you are interrupting my friend. Be humble person. Be humble person. Wacha nimalize na hii, tutamsomea hii yake ya Mathayo. Ameniambia Ukristo sio dini. Timotheo naye anasemaje? Timotheo, ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Yasiyo na maana. Timotheo ananiambia nijiepushe na maneno yasiyo ya dini. Ambao maneno ambao hayana dini, hayana Ati Timotheo? Rudia bwana. 6:20. Hebu akague. Pole pole tu kijana mdogo huyo. Mashaallah. Timotheo wa kwanza, 1 Timothy 6:20. Pole pole tu. Umeipata? Hebu ikague vizuri. Hebu tusomee na sauti. Si usome 6:20. Si usome. Anasema, "Oh Timothy, guard what was committed to your trust." Na kitu ilikuwa committed to his trust, it is faith in Christ Jesus. Wewe soma vyenye imeandikwa. Not religion. Sasa wewe unaandika vitu ambavyo hajanini. Avoiding the profane and idle babbling and contradiction. Hii ni ya Kizungu. Ya Kiswahili imetuambia Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na So ukiona mtu anazungumza na hana dini, maneno yake tunaambiwa hayana Kwa nini hausikizi ya Kiingereza? So ngoja kidogo, wala sina shida. So ya Kizungu na ya Kiswahili, ngoja kidogo, nataka utuweke wazi. Wala mimi sinanga nini. So Kiswahili, mtu anayetumia Biblia ya Kiswahili ni si makosa. Asanti. So wacha nikuambie tofauti ni nini. Wacha nikuambie, kwa sababu unaona Kiswahili si simu, si mambo na simu. Hata ukiangalia simu itafanya tu hivyo. Mimi nasema hivi, Kiebrania ambacho kimetolewa kwa Biblia, kwa nini kiko na vocabulary nyingi, kiko na vast of. Asante. Sasa nijibu. So kaka anasema hii Biblia ya Kizungu ndio iko na maana ya ukweli. So ukitumia Kiswahili itakuwa inakupotoza. Hainipotoshi kwa kila kitu, kwa sababu sio kwa kila kitu, lakini kuna kinaweza kosa kilikosa neno ambalo ni mwafaka hapo. Asante. So ngoja twende pole. Mbona tusielewane tu? So mtu ambaye hajui Kizungu, na kwa hivyo tunafaa tuangalie zote kabisa. Ngoja kidogo. Mtu ambaye hata saa hizi tunafaa tuangalie message, tunafaa tuangalie Biblia zote. Asante. So mtu ambaye hajui Kizungu hawezi kufahamu Ukristo. Ati hajui Kizungu, si ataelezewa na mwenye anajua. So mtu hawezi kujua Ukristo mpaka ajue Kizungu. Unajua nataka tupate hiyo nini? Hapa Paulo alikuwa anaambia Timotheo, ujichunge na watu ambao wanawafundishwa ambao si ya ukweli. Asante sana. Najua time iko nini? Alafu huyu nimeona ni mwalimu mzuri sana, kwa sababu hasa nifunza kitu leo kwamba Biblia ya Kiswahili usije ukaitegemea kama wewe ni Mkristo. Si yuko hapa? Naona ile grupu iko hapa. Huyu ni msomi wa Kizungu. Hebu rudia maneno yako vizuri. Hebu rudia. Tulieni tusikie maneno yake vizuri. Rudia maneno yako. Nimesema kidogo hapa, rudia maneno yake vizuri. Umesema Biblia ya Kiswahili iko na mapungufu. Nimesema ina mapungufu. Nimesema Kiebrania, Hebrew na Kigreek kiko na vast of vocabularies. Kama mimi ni Mkikuyu, nikienda kwa Biblia yangu ya Kikuyu ambayo imetafsiriwa kutoka kwa Kiingereza, kuna maneno ambayo huwa inakosa. Bas, ndio saa kuja the right meaning. Kwa hivyo nikitaka hata kujua Biblia, bas ndio tulia. Kaka mbona ako vizuri? Ngoja kidogo. Nataka tumalize naye. Tulia kidogo. Msimkorofishe. Huyu ni Mkikuyu kama mimi. Ngoja kwanza. Ni Mkikuyu kama mimi. Alafu amekuja vizuri. Ngoja. Nuoka wega. So anauga aterere. Anasema hivi, Biblia ya Kikuyu ukisoma iko na mapungufu. Kuna maneno ambayo si ni Mkikuyu huyu. Si anasema hivyo, si yuko hapa. Anatoa mfano. Alafu mzuri. Nimesema hivi. Akasema hivi. Wacha usinitoe maneno kwa mdomo. Haya, ngoja kidogo, itabidi tumalizie kwa sababu kaka mimi namuelewa venye anaeleza. Anasema hivi, ili upate the meaning right. Msikiza vizuri. Huyu ni kaka amesoma huyu mtu tena kutoka mlima. Sikiza vizuri, ni msomi huyu. Anasema hivi, ili upate Biblia yenye maana right, lazima uende kwa Kiebrania na gani? Na Kigiriki. Amesema hizo mbili. Si ndio huyu?
mbili. Sijasema hizo mbili. Nimesema hivi, na msikize vizuri. Hebu tumalizie hapo. Unasema msikize, nimesema hivi. Kama unataka kuelewa mambo ya Biblia vizuri, lazima ukuwe na version nyingi kama wewe utakuwa mwalimu. Lakini kama wewe tu ni mtu wa kawaida, hauhitaji hizo version nyingi. Sasa unahitaji version nyingi na ili uweze kuelewa. Alafu tena kitu kingine, haufai kusoma hii verse moja ukatoa the ngoja kidogo hata sitaki hiyo. Nataka unafaa uende hapo juu. Unaenda mbali. Haya, mtu wa mlima ngoja kidogo. Unaenda mbali. Sisi katika Uislamu, ngoja kidogo. Katika Uislamu hatuna ati kona. Ukitaka kuifahamu Qur'ani kwa undani lazima usome Kiarabu. Short and clear, sawa? Sisi hatuna hivi na hivi, sawa? So ukitaka kufahamu Uislamu vizuri unaisoma Kiarabu, sawa? Hii zingine sasa angalia. Naelezea mtu wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona